Of course, leo Morashi kwenye recap ya Fimo Udhayani, by the way, tunataka tugusie jambo moja ambalo si geni, umenielewa, ila kwa matumizi ya hapa Tanzania limekuwa ni kitu kigeni. By the way, Morashi AI bwana, tunafahamu kwamba AI ni miongoni mwa teknolojia ambazo zinatumika kwenye sekta tofauti tofauti, na sasa hivi imevuka mipaka mpaka kwenye masuala mazima ya industry ya muziki mpaka movie. Kwenye movie sasa hivi tayari wameshaanza kutumia AI, lakini pia hata kwenye masuala mazima ya kwenye music madirector wengi wameonekana kutumia technology ya AI, na tayari kwa sasa hivi madirector wa Kitanzania wameanza kuitumia. Tunafahamu kwamba Baraka da Prince tayari ameshaweza kutufahamisha ujio wa video yake ya ngoma yake mpya ambayo by the way ile imetengenezwa na AI. Tukaona pia ngoma ya Nandy pamoja na Jux ambapo mwenyewe alithibitisha kwamba ni AI. Kwenye engo ambalo nataka tupige Morashi, AI inaenda kuathiri kwa upande upi kati ya wasanii wenyewe mpaka kwa madirector? Kwa upande wa wasanii, kwanza tunakuja kwenye identity. Ndio. Unajua sometimes unapokuwa unaangalia music video, kitu ambacho mtazamaji anakipenda, yeye mwenyewe anakivutia ni ule uhalisia wa kitu. Kuanzia msanii mwenyewe mpaka mazingira ambayo yanamzunguka. Sawa. Na maana ni uhalisia. Lakini ukija ukitumia kwenye upande wa AI, AI kuna baadhi ya vitu unavikosa. Kitu cha kwanza ambacho unakikosa kwa msanii mwenyewe ni ule uhalisia wa sura yake. Ndio. Lakini pia mazingira. Na hata na namna ya mijiongeo pia. Unaona kabisa ni kwamba mbona kama sio, yani sio yeye, yani ka roboti hivi. Yani sio, kuna namna fulani uhalisia unaukosa. Lakini watu tunapenda sana kuona uhalisia. Sawa. Ukiangalia baadhi ya videos, ukiona zile story, kuna story zinazungumza, ni video inazungumza kama story kabisa, ni kama movie. Lakini ukija kwenye upande wa AI, sasa ndo AI inaeleza story. Yani hauvutiwi na ile story yenyewe. Yani hainogi. Kwa katika namna moja hapo ambayo kwa wasanii inawalostisha ni identity ya msanii mwenyewe. Mfano ukiangalia video ya Nandy na Jux. Jux ukimwangalia namna ambavyo alikuwepo, yani uso wake, yani kabisa kama sio Jux, yani umeelewa. Nandy mwenyewe ukimwangalia unajua kuna vitu kabisa vimepotea. Sawa. Hiyo ni kwa upande wa wasanii, lakini kwa upande wa madirectors, ajira pia watu wanakosa michongo. Namna fulani watu wakijikita sana kwenye akili mnembe, hawa pia ambao wanazitegemezwa kazi na wanakosa michongo. Yaani hapo kuna wale wanaitwa location manager. Location manager, kwa sababu AI kwenye masuala ya location na maana yeye mwenyewe anafanya kila kitu. Anakuletea mzigo kama ulivyo. Sawa. Umemesha Baraka da Prince ngoma yake hapo coming soon. Ameshare hivi karibuni ngoma ya Nandy hiyo Sweet na Jux. Kuna namna kabisa unaona hapa sio yeye. Unajua kama Nandy fulani hivi ambapo anapitia baadhi ya comment kwenye account yake, watu wakawa wanajiuliza mbona kama sio Nandy, mbona kama sio Jux. Unaona kabisa uhalisia unapotea. Unajua hata wakati Baraka da Prince katoa ile wanasema ni teaser ya ujio wa project yake mpya hii, nikajiuliza hii vipi? Naona kuna mijongeo fulani bwana, hii ni mtu unajua kabisa huyu sio Baraka da Prince, huyu kuna namna nyingine. Issue nyingine ni unaweza credits zinashuka. Sana kwa mashabiki pamoja na watu wengine ambao wanakuzunguka katika namna ya ubunifu. Unajua unapokuwa unafanya kitu uhalisia, ubunifu unaotumia wewe mwenyewe binafsi, kuna credit ambazo unajiongezea kwamba jamaa noma sana. Safari kaenda South, safari kaenda Marekani kafanya shooting, au kasafiri kaenda vijijini huko kafanya, unajua. Sasa labda sasa tungeshuhudia video ya Diamond ya Zuena imefanywa na AI ile. Noma sana. Ingenoga ile singenoga. Yatapita Diamond ingefanywa na AI. Isingenoga. Kwa sababu zile ni moja ya ngoma ambazo zina story fulani ndani yake ambazo kila mtu anatamani kuona story imeanzaje, imeishaje, nyimbo kama zile. Tofauti na zile za kubang na nini. Unajua. Kwa hiyo namna fulani unakosa credit kwa watu ambao wanakuzunguka na mashabiki. Kwamba ukakosa nayo ubunifu huyo. Sasa mazingira gani haya? Na maana akili imelala au maokoto, mfuko hautoshi, budget unaonekana kama vile budget na vitu kama hivyo. Of course hapo tumejaribu kwenye upande wa hasara. Of course tuende kwenye upande wa kila jambo linakuwa na hasara, lakini pia kila jambo linakuwa na faida ndani yake. Umenielewa? AI kwenye upande wa faida kwenye pande zote, kuanzia mzalishaji mwenyewe director
mpaka kwa msanii. Kuna faida gani ambayo wanaipata kwa director? First tuanze kwa director. Kwa director siwezi kuweka akapata faida. Sababu mfano kama sasa hivi ukimuuliza Ken au ukimuuliza nani Anskana kuhusiana masuala ya hizi video ambazo zimefanywa na AI, kupea kapata nini? Haisi kopia kapata chochote. Ndio. Ila kwa msanii anaona kuna faida kwa sababu kuna cost ambazo amezikwepa. Lakini kwa director hawezi kusema kuna kitu amenufaika nacho. Huyu moja kwa moja ameenda kuathirika kabisa, yani kwamba hii video ya Baraka ningeipata mimi ningeishuti. Unajua lakini kuna vitu anavikosa. Ila kwa msanii mwenyewe anaona kuna faida ambayo anaipata. Yaani kuna yale matumizi ambayo tayari ameyabana. Unajua yeye inakuletea paka kama vixen unajua. Ukiangalia kwenye ile teaser ya Baba Prince upo na wazungu kwa watu kwa minyororo anaingizwa gerezani nini naelewa. Lakini unajua hata hizi script unajua unakuta mtu analeta ngoma yako anakuletea director ngoma. Director pia utakuwa na wajibu wa wewe kuandika script kuhusiana na ngoma ilivyo. Ndio. Lakini unaona kabisa kuna namna pia michongo inaenda kupotea. Yeye kile kitu anakufanyia. Wakati ule mchongo wa story ulikuwa wa Morash. Akucholee script bwana hapo kutakuwa 1 2 3 hivi na hivi na hivi. Na mimi kuna namna fulani nimepata vya asilimia vyangu pale. Lakini AI anaua. Unajua kwa msanii kuna faida kwa yeye binafsi. Lakini katika upande wa hasara ndo kama hivyo. Lakini kwa directors wa kwetu sisi Bongo naona kabisa kuna hasara kubwa ambayo wanaipata. Kazi hamna. Especially watu wakijikita zaidi kwenye masuala ya AI kilembe. Watu watoboi, ulaji unapotea kifupi. Lakini kuna pia hata kuna baadhi ya mitandao ya uzaji wa muziki especially na nukuu kwenye mtandao wa YouTube waliweza kutoa kwamba policy zao mpya kwamba hawapokei video zile ambazo ni za AI, masuala ya copyright. Sasa najiuliza vipi kwa upande wa YouTube upande wa copyright kwa wasanii? Maana walikuwa hawataki video za AI, wanataka mtu ashughulike. Mfano YouTube nani AI anaweza akafanya video au anaweza kufanya maudhui ambayo yanafanana na video fulani ambayo ilifanyika kipindi fulani au kwa msanii fulani. YouTube sio wanakupiga copyright. Umeelewa? Lakini ubunifu natural ambao umefanywa na mtu utaweza kuhusiana vipi na copyright YouTube? Unaona vitu hivyo kwa ni vigumu. Natural tofauti na hii AI ambayo inatumika. Mimi nimemtumia AI kanifanyia video. Alafu na ukaja ukamtumia AI. Kuna baadhi ya features mule ndani zimetumika kama za kwangu mimi. Lazima copyright YouTube utapigwa. Umeelewa? Tofauti na natural. Okay. Tumalizie labda. Tufunge. Kwa upande wako wewe Morash. Vipi? AI endelee kutumika ama kwa kweli una mpya gani, yani labda bwana itoke? Umeona bwana? AI itumike kwenye namna moja. Ni ipi hiyo? Namna ya kwanza AI itumike katika kupata maarifa. Kwamba hichi naweza nikafanya kwa namna gani? Ndio. Na hichi naweza nikafanya kwa namna gani? Ndio. Unachanganya ya kwako, unachanganya na unapata maarifa kidogo. Sababu mimi sidhani kama imekuja tu ili watu wabweteke. Imekuja mradi pia tukaongeza maarifa. Unaelewa? Sometimes unakuta hata sasa hivi nikishika simu yako nikiingia kwenye ChatGPT pale, utakuta kuna history zimejisave kabisa. Kuna namna ulikuwa na chat naye bwana, kuna mchongo 1 2 3 inakuaje, anakuelekeza. Unajua? Katika namna kukusanya ya mshikaji ambao ni AI na unachanganya na kwako, unakuja unakombine, unaona kumbe hichi ni kweli au hichi sio kweli. Lakini kizuri zaidi ni ile natural ambayo tunazungumzia uhalisia. Video kama ni video tunaona kabisa inashutiwa uhalisia. Ile hata kwenye macho kabisa inavutia ukiangalia. Tofauti na muonekano bandia. Kwa hiyo cha msingi ni kuzingatia nini? Natural. Sio AI ambayo tunaita picha bandia hizo. Kama ndio ile akili bandia, unajua kuanzia hiyo akili bandia mpaka picha bandia. Wewe ukitumia AI mimi nitakavyokuona wewe sio wewe. Tofauti. Ni akili bandia. Kwa hiyo tutumie especially kwenye masuala ya production. Movies pamoja na music videos inapendeza sana tukiona nini? Natural, inavutia hata kwenye macho. Hiyo kuna natural mimi sikupingi. Hata anayetushoot kipindi hichi anapenda kutumia picha sio zake. Picha ipo kwenye suti. Akati mimi najua kabisa uwezo wa kununua suti na kukaa kwenye Lamborghini yana.
Huyo director Mo. Of course, by the way, tulikuwa tunaweka sawa jambo zima la matumizi ya AI ambao sasa hivi tayari imevamia hadi kwenye sekta ya uzalishaji wa video katika hapa soko la Bongo Flava. Hii ni baada tu baadhi ya wasanii wawili kuwa wa kwanza kutumia AI. Hapa tunazungumzia The African Princess Nandy pamoja na ngoma yake ambayo featuring na Juma Jux, lakini for this time around msanii mwingine wa pili amejitokeza baada ya Nandy ambaye anaitwa Baraka Da Prince, na tayari ameweka wazi ujio wa ngoma yake mpya ambao video yote by the way imeshutiwa kuna hadi imetengenezwa na AI. Ingawa director kaji nini director nani la unajua kwamba AI ndio imefanya ile shughuli kubwa. Issue ni kwamba hata pia kwenye comment hapo unaweza kuweka AI iendelee kutumika ama tuipige chini, mambo ya natural yaendelee, yani ya mambo ya kutengeneza video kwa AI yaishi kabisa. Weka comment yako. Shout out kwa cameraman Mohamed Morunga ambaye yupo nyuma ya kamera, ambaye anafanya mimi na Mo Rush Kijukuu tuna shine hapa. Lakini pia tulikuwa tunapewa nguvu kabisa na Fimif Baba Shop na New World Fashion. Fika pale kwa mtoto wa kike na wa kiume, pata hitaji la moyo wako. Bwana, sisi tunaondoka mpaka pale baadaye. Bye bye.